Tunasema ni usiku wa nyota iliyozaliwa ama nyota inayozaliwa usiku wa Kaylan chini ya Songea Icon na Icon Gang kifupi. Hapa kwenye red carpet niko na mwanangu hapa, naomba ajitambulishe na utatuambia unaitwa nani, lakini pia vile vile tuambie usiku wa leo kwa upande wako kama msanii pia bila shaka unauzungumziaje kiujumla. Mimi naitwa Dekayo, ni msanii ambaye tumekuja kumsupport ndugu yetu Kaylan ambaye amefanya ngoma na road music. Vile vile hii party tumekuja kumsupport sana ndugu yetu kwa kuinua vipaji kwa mkoa wetu wa Ruvuma hususan Songea. Wewe kwa upande wako ni nini hasa ambacho unajifunza usiku wa leo? Mimi nimejifunza kuona vijana wenzangu wengi wamekuja kumsupport ndugu yetu. Naamini kwamba atatupeleka mjini na kupitia yeye tutajifunza vitu vingi sana. Licha ya wadau wasanii wenzake na kadhalika, kuna watu binafsi, kuna wafanyabiashara kama unavyoona wamekuja kusupport. Mlikuwa mnasema kwamba watu wakubwa Songea hawasupport. Kwenye hili pia unalipi la kuweza kuzungumza? Binafsi zimezungumziwa sana kwenye tasnia sanaa hususan mkoa wa Songea kwamba watu hawasupport, lakini leo tumeona support imekuwa kubwa kwa vijana wenzetu, kwa kampuni, kwa redio. Seluzi FM imetusupport kwa kiwango kikubwa, imetangaza matangazo mbalimbali mpaka kufikia leo siku ya tukio. Tunashukuru sana redio kama redio, tunaomba kwamba muendelee kutusupport kwa sababu kuna vijana wengi sana wana talent pia. Unaweza kutuambia unaitwa nani? Naitwa Kathe. Kathe. Hongera kwanza, umependeza sana. Asante. Niambie nini kikubwa ambacho kinakuvutia usiku wa leo hapa? Mimi nataka kuona hiyo nyota mpya ambayo inataka kutangazwa siku ya leo kwa sababu ni mara ya kwanza, haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea. Wewe unawafuatilia wasanii wa Songea? Unawafuatilia, unawasikiliza? Na matarajio yako usiku wa leo kwa Kaylan ni yapi? Matarajio yako kwa Kaylan ni yapi usiku wa leo? Matarajio yangu nataka nione performance nzuri, mambo mazuri na surprises nyingi. Wadau wa Songea wengi wanakuwa wazito kwa support wasanii wao wa ndani. Kwa upande wako na kipi cha kuwaambia? Tujitokeze tuwasapoti kwa sababu hao ndio wanaiwakilisha Songea. Kwa hiyo tuwasapoti ili wafike mbali. Basi mimi nikutakie ukaenjoy, endelee kula bata na kadhalika. Niko na mwandishi nguli kabisa. Umewaka, umependeza nini, naona unyama pale umezingatiwa. Muoneshe amewaka kijana wetu pale, unyama wa kutosha. Yes bana, karibu sana, karibu sana. Nashukuru sana. Wewe ni mmoja kati ya wadau wakubwa sana muziki wa hapa nyumbani, na mara kadhaa tukikutana huwa tunajaribu kubadilishana mawazo mbili tatu kuhusiana na sanaa yetu kiujumla. Umejifunza nini na una kipi cha kumwambia Kaylan kwenye tukio lake la leo? Kwanza kabisa nipongeze management yake kwa namna ambavyo imeamua. Unajua tukio kama hili kwa Songea ni la pili sasa. Tukio la kwanza mwenzetu John Bruda alivyokuwa anamintroduce msanii wake Adasa, si ndio? Kwa hiyo jambo kama hili kwa ukubwa, hii ni kwa mara ya pili, si ndio? Lakini wakati kabla tujampongeza Kaylan anaimba nini, nipongeza management yake Icon Gang, si ndio? Wamefanya kitu kikubwa. Huu ni uwekezaji by the way. Inawezekana watu wengine wanajua tu kwamba Songea kuna zile madogoli, kuna Lizombe, si ndio? Yes. Lakini kuna wasanii wakali. Licha ya hivyo kumbusha msanii kutoka Dar, Road Music ni msanii mkubwa by the way, ameandikia watu kibao ngoma, akaiamini Icon Gang, amekuja Songea, amekuja kufanya kitu kama hichi. Huu ni uwekezaji, unapaswa kupongezwa, kutiwa moyo. Lakini licha ya hivyo kwa upande wa msanii aspoe, kama unaposema aspoe unamaanisha vipi bwana? Ngoma andike, ajue kwamba muziki ndo kazi yake. Yani kama we Prince hivi unavyoingia kwenye mashughuli unatangaza, si ndio? MC, si ndio? Ukiamini hizi ndio sehemu yangu ya kupatia riziki, na yeye pia andike sana, ingie ma studio manini, yani aspoe, na hata management yake iwe na vitu vingi, ili mradi kwamba mimi nikiamka asubuhi kwa upande wa muziki nitahakikisha na press play kwenye bwana Prince yuko huko wapi, mimi naona request ngoma inalia. Tunavyozidi kumsikia kila siku masikioni tunajenga kitu akilini kwetu kwamba jamaa anajua. Kabla hujaendelea, upo kwenye upande wa media kiufupi. Kuna malalamiko hapa na pale kwamba bwana sometimes wasanii hawapati support za uhakika kutoka kwenye hizi media na kadhalika. Kwa mfano kwenye hapa Seluzi wametokeza wamesupport. Comment yako ni ipi? Wewe ni mtu wa media. Mtu akikufanya kwamba bwana nyinyi watu wa media hamsupport kazi. Unafikiri wewe kwa upande wako unalisikiaje? Unafikiriaje kwenye hilo?
Kwanza watu inabidi waelewe issue moja. Media ni biashara. Watu waache kulalamika, kunungunika. Media ni biashara. Prince ya Seru hii imefunguliwa. Kuna watangazaji pale inabidi walipo mishahara, si ndio? Vitu kama hivyo. Utakumbuka jambo moja, kuna mwaka kuna msanii mkubwa aliwahi kugombana na media kubwa. Issue ni nini? Promotion, vitu kama hivyo. Msanii mwisho wa siku akitoboa, akiitwa kwenye media atahitaji media imlipe, si ndio? Mfano nyie Seruz mna tamasha yenu Jikune concert, mkiita wasanii mnawalipa. Leo hii msanii unataka kwenda kwenye media ukafanya vitu bure. Ni vitu ambavyo una mengi sana ya kuzungumza, lakini inatosha. Una mengi sana kijana ya kuzungumza. Karibu tuko na dada yetu mwingine mrembo kabisa. Mambo vipi? Poa, za kwako? Salama. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Bilaya Ayubu. Unatokea mitaa gani hapa Songea? Natokea Mkuzo. Mkuzo. Mara ya kwanza unasikia kuhusiana na issue ya Kaylan, ulijisikiaje wewe? Nilijisikia furaha sana kwa sababu mimi ni shabiki namba 1 wa Kaylan Kubali sana Kaylan na ninafuatilia nyimbo zake kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo hii nyimbo aliyoimba hii My Dolly for sure ipo vizuri sana. Na msali wote unaukumbuka? Ndio. Hebu kidogo tuimbie. Nikuimbie kidogo. Kidogo. Nimekukabidhi hati ya moyo wangu, sitopenda mwingine maishani mwangu, amini kwamba wewe ndo mke. Inatosha. Bila shaka leo utaluka sana mundani, utafurahi. Ndio. Una kipi cha kuambia wadau kiujumla kuhusiana na Kaylan na muziki wetu wa Songea kiujumla? Mimi napenda kuwashauri wadau tujitahidi kumsupport Kaylan. Wana Ruvuma bwana, tuna vipaji vya kuimba, isipokuwa support wanakosa. Kwa mimi nawashauri mkoa wote wa Ruvuma kwa ujumla tujitahidi kuwapa support wasanii wetu sisi wenyewe, ili mwisho wa siku waweze kufikia malengo yao. Wanapoenda sehemu zingine moja kwa moja na sisi wana Ruvuma tunawakilishwa. Kwa kweli mimi naikubali sana Songea Icon na appreciate kwa kila hali, lakini pende tu kusema mimi napatikana Majimaji FM. Bwana safi, karibu. Tuko pamoja sana. Yes, aha. Mheshimiwa. Hatujaonana miaka mingi. Yaani tangu mwaka jana. Karibu sana. Na wewe ni mmoja kati ya watu ambao mara zote ukija swala la burudani, swala la sanaa, swala la vijana haujawahi kuwa nyuma. Vijana ni sehemu yako. Yaani vijana ni watu wako wa karibu. Una la kuzungumza kuhusiana na tukio hili usiku wa leo? Kwanza kabisa mimi nipende kuwapongeza waliofikiria kuandaa kitu kama hichi, lakini pia management na crew nzima ya Icon kwa kuweza kuorganize na kufanya vitu kama hivi. Kwetu sisi kama mkoa wa Ruvuma, lakini pia wilaya ya Songea mjini, tunajisikia fahari tunapokuwa na wasanii ambao wanaonyesha dhamira na future kutaka kwenda mbali zaidi kimuziki. Hiyo inatupa nguvu, na sisi kama viongozi wa vijana, kama jamii kwa ujumla, tunalo kila sababu ya kuhakikisha tunawaunga mkono, kwa sababu anapotoka kijana mmoja kwenda kuwakilisha mkoa au wilaya au hata taifa kwa ujumla, inakuwa ni maslahi ya nchi nzima. Kwa kwangu mimi binafsi nampongeza Kaylan, lakini naipongeza pia management ya Icon kwa kufanya kitu kama hichi. Mimi naamini tukio hili litazalisha matukio mengine mazuri zaidi ya haya kwa ajili ya kukuza vipaji vya vijana wetu katika mkoa wetu wa Ruvuma. Yes. Okay, malizia kwanza hapo. Mkoa wa Ruvuma na wilaya hii ya Songea mjini ni mikoa ambayo ina vipaji vingi vya kutosha. Kinachohitajika ni kuwashika mkono, kuwapa support na kuhakikisha kwamba wanasonga mbele zaidi. Hapo umesema tuna vipaji vingi, support inahitajika. Kwa nafasi yako na sehemu yako ya vijana, kiongozi wa vijana ndani ya wilaya ya Songea kiujumla, baada ya Kaylan haufikirii au hatutamani kuona tunaibua wasanii wengine wakawa wengi tofauti na kuwa msanii mmoja? Ndo malengo ni kuhakikisha kwamba Ruvuma inakuwa na wasanii wengi iwezekanavyo. Na sasa hivi kiukweli katika mkoa wetu tumepiga hatua nyingi sana, hususan kwenye masuala ya burudani. Tuna watu ambao wanafanya vizuri kwenye mitandao ya kijamii, wako ma MC kama wewe MC Prince Water unafanya vizuri, lakini tunazo media pia ambazo zinafanya vizuri, zinapeleka vijana mbele. Kikubwa zaidi ni kuwekeza kwa hawa vijana ambao wanaonyesha dhamira ya dhati. Kama hii management ya Icon, tunayo pia IBCD brandi, wanafanya vizuri sana katika kuhakikisha wanasupport vipaji, na vipaji vipya tunaviona na vinaenda mjini. Kule kuna fungu la vijana limetengwa. Yes. Najua ni moja kati ya sehemu ambayo ungetamani kuweza kuizungumzia kidogo. Kuna fungu maalum la vijana kuwezesha upande wa sanaa na shughuli nyingine pia kiujumla. Wasanii wanayo fursa ya mikopo inayotolewa na BASATA. Mikopo ambayo ina masharti nafuu sana, na kila msanii anaweza pia kukopa, lakini si wasanii peke yake.
content creators, wasanii wa maigizo, wasanii wa vichekesho, wote ambao wanaona wana talent wanaweza kukopeshwa pia na BASATA. Lakini sio tu BASATA, Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kupitia kwa Waziri Paul Makonda imetangaza pia uwepo wa bilioni 2 kwa ajili ya content creators wote. Kwa ni wasi vijana wa Songea kuchangamkia fursa hii na vijana wa Ruvuma. Lakini iko mikopo ya Mama Samia bilioni 200. Hii haina mipaka. Yeyote ambaye anafikiri, ana wazo, unataka kuanzisha studio, unataka kuanzisha bendi, unataka kuanzisha kitu chochote kile kwa ajili ya kuendeleza kipato chako na kwa ajili vijana wengine zaidi, unaweza kukopesheka kwa kupitia mkopo wa Mama Samia wa bilioni 200. Basi mimi nikushukuru sana mheshimiwa na nikutakie ukapate kupumzika hapo. Najua tunasubiri uwepo wako hapo ndani na tunatarajia makubwa sana kutoka kwako. Bana, kwa sasa sisi tunakamilisha na DC. Tai kubwa. Kuna watu wako wanasema watu wenye hizi kofia bwana wanakuwa na vitu vyao. Mimi sijui ni vitu gani, labda useme mnakuwa na vitu gani watu wenye kofia hizi? Hii kofia ukishaiona jua huyu ni mtu wa mipango mingi. Sio mipango. Mzee wa mipango, sijui unaelewa. Sio kama wao wanavyoitafsiri, haijakaa hivyo. Ni mtu makini, mtu smart katika utendaji. Bwana, kwanza hongera sana. Kazi tumeanza kuiona muda mrefu, promotion, na kwenye moja ya mahojiano ambayo tulifanya ukasema mwaka huu tuna jambo kubwa na jambo tumeliona. Mpaka hapa tunasema limetimia kwa asilimia ngapi? Mpaka hapa tunasema limetimia kwa asilimia karibia 70, kwa sababu kilichobaki tunadaiwa sisi tu kuonesha kile ambacho tumekikusudia kukionyesha kwa wageni waalikwa. Ndio. Kwa hiyo kwenye maandalizi na vitu vingine asilimia 70 inatosha kusema tumeifikia. Inapokuja kutokea kwamba umekosa, na ndio maana ya kuwa na hii kofia, unatakiwa ujichanganue, unawaza, unafix, mambo yanaenda, na ndio maana imetokea kitu kama hiki. Matarajio ya watu kuhusiana na Kailan kiujumla ni makubwa sana. Hawatamani leo iwe mwisho, na kumekuwa na ile hali ni kama moto wa kifuu unawaka alafu ghafla unazima. Nyinyi kama management kiujumla mmejipangaje kuendeleza huu moto hapa? Kiukweli huu moto ndio umeanza kuwaka na utaendelea kuwaka, utakuwa mkubwa zaidi. Hii safari ni kama gari ambalo la kusukuma, umelisukuma mtelemkoni. Ile spidi unaiona ile ndio spidi ya Kailan. Tuna vitu store, tuna mipango mikubwa, waamini hicho, na kuanzia wiki 2 kuanzia saa hizi wataanza kuona matokeo makubwa ya Kailan kupitia hiki kitu ambacho tumekifanya leo. Basi sawa, mimi nikutakia kila laheri. Kaendelee na shughuli zako, msio mipango na kofia yako. Hao ni baadhi ya wadau ambao tumekutana nao na tuko nao mahali hapa usiku wa leo. Wako wengi wanaendelea kumiminika, mimi nitaendelea kuletea mmoja baada ya nyingine. Bana, mambo ni moto, mambo yamewaka kweli kweli, moto umewaka moto. Tuko na Madam Rana Deco, tuko naye, amependeza. Hongera sana. Karibu sana usiku wa leo, usiku mzuri kwa ajili ya vijana wa Songea, na wewe ni moja kati ya watu ambao mara nyingi unahamasisha vijana wapambane, wakaze kweli kweli. Unaizungumziaje siku hii ya leo ya Kailan na Icon Gang kiujumla? Kwa kweli mimi nasikia raha nikiona vijana wanapambana. Nafurahia kuona hizo movement za vijana wakifanya 1 na 2, so I'm so happy. Najua leo huko ndani kinaenda kuhappen. Vijana wa Songea wanaga mambo madogo. Yaani Songea wakianzisha la kwao ni wanabaruza mwanzo mwisho. Yes. Yeah. Mji unachangamka unasema. Na wewe ni moja kati ya watu ambao wanaweza nikasema umehamasisha watu wengi waendelee kufanya matukio ya namna. Kumbe inawezekana. Okay. Kwa sababu jambo lako na kuaga sio jambo dogo. Wow, nafurahi nikisikia kutoka kwenu. Basi mimi binafsi nilikuwa sijawahi kujua kwamba iko hivyo. Yes, wanajifunza kupitia wewe. Lakini tuna listi ya wasanii wengi hapa ndani ya mkoa wa Ruvuma, lakini support kwa wadau kama nyinyi imekuwa ni ndogo sana. Wa vijana wanalalamika kwamba watu wenye uwezo wanakuwa wanawaacha kwa namna moja au nyingine. Kwa upande wako haujafikiria namna nyingine ya kuweza kuwasupport vijana zaidi kwenye upande wa muziki? Kwenye upande wa muziki mimi siko sana kwa kweli, na wote wa Songea wanajua mimi na muziki sio sana, naingia natoka. Hata hii inakuwa kuna muda sina namna, kwamba inabidi umuombe kwanza yule shehe, uanze umpange aje elewe. Kwa hiyo kuna muda inabidi uiache dini kidogo uje kwenye jamii kidogo. Hiyo ndio inanifanya nakuwa siko full kwenye mambo ya muziki, lakini nikiwa na nafasi, nikiwa na wasaa kufanya, nafanya walau kwa kidogo, kama ambavyo nimeweza kufanya hii event ya leo. Yes, Kailan anaimba live kabisa, na perform.
na kule Nyasa tuna eneo letu zuri ambayo najua sikukuu hii ya Pasaka kuna tukio la live pia litakuwepo pale. Haujafikiria kumsogeza kijana akawape burudani watu wa Nyasa au utamwangalia kwanza hapa ndani? Kwa kweli hata nisipomwangalia leo kwa sababu umeshatamka hivyo, na nikiwa kama mdau pia, na nina event ya Easter Jumatatu na Jumapili na Jumatatu, basi anaweza akajumuika na sisi. Pia ni katika sehemu ya kuendelea kusapoti vijana wenzetu. Basi mimi nikushukuru sana na nikutakie kila la heri hapo ndani, uendelee kufurahi zaidi. Hapa Chandamali panawaka. Karibu sana. Anaitwa Madam Rana Deco, ni Rana Executive House na ni moja kati ya wadhamini wa tukio letu hii hapa leo. Nikwambia leo kuna watu wapo wamejaa kutoka kwenye kiwanda cha Bongo Flava ndani ya mji wa Songea. Anaitwa The Lioness, Simba Jike Hadatha. Mambo vipi? Fresh. Muda mrefu sana hatujaonana kwenye mazingira kama haya. Kweli. Ubise wa nini? Maisha tu, tunajua umri unaenda. Umri unaenda. Mzee unakaribia. Kwa tunajiingiza kwenye kilimo. Acha zako. Bwana, tukirudi miaka kadhaa miwili mitatu nyuma, ulikuwa na event yako Hadatha in June. Ilifana, ulifanya vizuri kabisa wakati ule. Unakumbuka nini inapofikia hatua kama hii? Nakumbuka mambo mengi, lakini yani ni mtu ambaye namuelewa sana Kaila saizi anapitia nini huko alipo huko. Hata hapa sasa hivi nimetoka kwenda kumwangalia. Kwa unakuwa uko very excited lakini unaogopa sana. Yani unatamani ufike pale ujione watu watakavyokupokea, mambo mengi. Kuna vitu vingi unakuwa unawaza. Nini kilikuwa kigumu sana kwako siku ile? Mimi nilikuwaga muoga sana. Yani mimi ilikuwa ikija naambiwa kuperform, yani nahisi kama naenda kuchapwa viboko, yani moyo unadunda, unaogopa. Kwa yani nilikuwa naogopa sana. Okay. Unataka utupe kidogo namna ambavyo Hadatha in June iliweza kukupush kimuziki kutoka sehemu moja na kwenda sehemu nyingine na kukuletea watu wengine wapya pengine? Kweli iliniletea watu wengine wapya, alafu watu ambao ujue tukiwa tunafanya matamasha yetu ya huko nje, wanaokuja ni vijana. Tamasha kama hili wanakuja watu wazima, watu wa sekta mbalimbali. Kwa hiyo ilikutanisha na watu wale wazima, watu wa sekta mbalimbali, lakini pia ilipatia pesa. Maokoto mengi. Maokoto ya. Tunasonga mbele, tumerudi nyuma au kuna sehemu tumekwama? Kwa kweli kuna sehemu tulikwama. Unajua kwa moto ambao tulikuwa naenda nao, mimi nilikuwa yani mpaka nikawa najiuliza sasa ni huko nyumbani tumewacha mbona hawafanyi kitu? Japo na wenyewe wanalalamika mbona wenyewe huko hamfanyi kitu. Neno lako la mwisho kwa Kailan na wadau wa sanaa kiujumla? Kwanza kwa wadau wa sanaa, Kailan ni msanii mzuri sana. Anaimba sana live, anaimba sana studio, anaandika pia sana. Kwa hiyo ni msanii mzuri, wampokee, wamsapoti. Hivyo sisi tunategemea sana support zao. Wao wakitusupport, hata hii kurudi nyuma haitakuwepo kama watakuwa wanatusapoti hivyo. Kwa hivyo pia Kailan nampenda sana, anajua ni mdogo wangu. Nampenda sana pia, namtakia kila laheri kwenye safari yake ya muziki. Namuombea sana Mungu afanikiwe. Basi sawa, kila laheri, najua unajiandaa na performance ndani. Tunasubiri tusikie unyama wako leo kutoka nao Dar es Salaam. Usijali bana. The Lioness, Simba Jike anaitwa Hadatha, namna ambavyo amejipanga kwa ajili ya performance hapo ndani tunasubiri. Amemuelezea Kailan, lakini pia ametukumbusha kuhusiana na wakati ambao yeye alikuwa na moment kama hii ya Hadatha in June. Kuna mengi wanakuwa wanapitia, lakini kikubwa wanabaki kumwomba Mungu. Yes. Kwa wewe ambaye umeendelea kusogea katika ukumbi huu wa Chandamali, nakukumbusha tu kwamba hii ni Nyota Iliyozaliwa listening part, na hapa tunaendelea kuzungumza na mastaa kibao, na kwa sasa hivi namkaribisha Lord Music tuweze kuzungumza naye kwa upande wake imekuwaje mpaka ametokea mkoani Ruvuma Songea mjini kuja kusapoti huu hapa mchongo wa nyota ambayo imezaliwa. Lord Music, karibu mzee. Mambo vipi baba? Kama hii ni mara yako ngapi unadondoka Songea? Mara ya pili. Mara ya pili. Ni ugumu kiasi gani ambao ulikuwepo ama walikushawishi vipi kuja kusapoti huu mchongo wa msanii Kailan? Kitu kizuri tu, mimi nikiona kitu kizuri huwa na appreciate, kwa sababu naamini hata mimi nikifanya kitu kizuri wakubwa appreciate na kwa vizuri. Kwa hiyo Kailan ana kipaji, lakini pia wasimamizi wake wako serious na yeye. Kwa mimi nikaona kabisa kwamba it's good, lazima tuwepo, lazima tusupport. Yeah. Kwa siku ya jana ya leo mmepiga sana ma-PA, mmezunguka, naamini mlikuwa na wakati mzuri sana baina yako na Kailan. Mmezungumza mambo mengi, lakini pia kitu ambacho nachohitaji kufahamu, najua umepata wasaa kusikiza ngoma zake kadhaa. Ipi kwako the best? Niliyofanya naye
is the best yani. Nafanya naye ni nyimbo kali sana, nafanya naye Doli. Ukiacha hiyo ambayo umefanya naye, na mimi kuna mikwaju mingine mule ndani utakuwa umeielewa sana. Ule mkwaju ndio nimeuelewa sana Doli. Sasa kwa upande wako mwingine Lord Music, unaweza ukatuambia leo hii umedondoka Songea, umekuja kusupport huu mchongo. Tutegemee siku moja Lord Music tutakuona wewe kama unakuja kufanya show zako? Yeah, nishawahi kuja mara kwanza, hii ni mara pili nakuja Songea. Mara kwanza nakuja kufanya kwa ajili ya show yangu mwenyewe. Hii mara pili nakuja kusupport. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anaendelea kubariki. Si mziite kama unavyotuona, si wasanii huru kama hivyo. Kwa we good yani, si mzikiita tunafanya. Lakini kuna hili swali nisipokuuliza, watu ambao wanatutazama muda huu watakuwa wana maswali mengi sana. Lord Music tunafahamu umetengeneza hit nyingi sana, umeandikia wasanii wakubwa na wachanga, ngoma kali sana. Lakini kwa upande wako watu wanafahamu kama ngoma 2-3 hivi ndo zilienda sana mjini. Since hapo Lord Music asifani kama umekuwa cool sana. Hii inachangiwa na nini na nini sababu imekuwaje? Mimi nadhani ni mtazamo wa mtu anavyoniona yeye. Yeah, kuna mtu mwingine anaona na improve, kuna mwingine anaona niko pale pale, kuna mwingine anaona nadondoka. Kwa hiyo nao ni mtazamo. Mimi mtu akiniambia hivyo nachukulia it's cool yani. Mimi naona nasogea, unajua hata ningekuwa sinashuka ninamaanisha sasa hivi nisingekuwa hapa unajua. Yeah, kwa hiyo mimi nafanya muziki wangu, mimi siangalii kwamba nilishai kutoa kitu gani. Mimi na push, nafanya muziki. Kama nilivyokuambia mimi ni msanii huru, msanii najitegemea. Kwa hiyo I have to push, lazima ni push. Kwa neno moja au nyingine, Lord Music tunafahamu kwamba ulikuwa unasoma. Tunataka tufahamu kwamba vipi, bado unaendelea na shule ama umemaliza, sasa umeamua kubezi na muziki hapa? Nimeanza kusoma muda sana, mimi nimeanza kusoma chuo 2021. Kwa hiyo na sikusomea udaktari, kwa hiyo mpaka sasa hivi lazima niwe nimeshamaliza tayari. Yeah. Okay, neno lolote la mwisho la kuzungumza na watu wako wa Songea, Kaylan, unacho cha kumwambia? Time ndio hii hapa mzee. Bwana, mimi nawapenda sana. Wasubirie show kali, napiga show kali sana leo. Neno lolote kwa Icon Gang na Songea hivyo? Nakubali sana, nakubali sana. Yeah. Nikimhitaji Lord Music na muita inakuaje utaratibu? Yani ni kiasi gani bila hicho upigi show? Tunaongea. Asa bwana. Bwana, tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali wanaendelea kuwasili hapa katika ukumbi huu wa Chandamali. Kubwa zaidi ni nyota iliyozaliwa na niko hapa naitwa Kazawa, nyuma kamera amesimama Jangman. Asa bwana, tuendelee tuingie ndani.